Mbunge wa viti maalum kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nchini Tanzania Halima Mdee ameonyesha kusikitishwa na hali ya mgawanyiko inayokikumba chama hicho na kwamba haifurahii hali hiyo inaotishia uhai wa chama hicho. Halima ametoa maelezo hayo wakati wa mahojiano maalum na mwandishi mwandamizi wa BBC Florian Kaijage. Kwanza anazungumzia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Katika mazingira ya kawaida, kauli za kisiasa zinajulikana, ziko wazi, na uhaini ni jambo zito kama ulivyosema. Kwa mimi najaribu kuwaza tu kwamba kuna ushahidi gani ambao wenzetu walomkamata, kwa sababu mtu hadi anakamatwa labda na ushahidi. Ni hizi kauli za kawaida ambazo tunatoa ama kuna mengine yaliyojificha? Sasa kama kuna mengine yaliyojificha mimi sijui, lakini kama hizi kauli za kisiasa ambazo tukianza kuretrieve kauli za kisiasa za kila kiongozi kuanzia CCM, wa Chadema na hivi vyama ambavyo viko active, basi tutakuwa haini wote kama ni kauli hizo. Lakini kama kuna jambo lingine ambalo limejificha mimi sijui, siwezi kucomment on that. Kinachoendelea kinaweza kikawa kina athari yoyote au ni jambo la kawaida la wanachama kuondoka na waliokuwa viongozi? Unalionaje? Nikiwa sehemu ya watu ambao tulijenga taasisi kwa miaka zaidi ya 20, mimi sifurahii nikiona kuna mgawanyiko mkubwa. Nilikwambia wakati michakato ya uchaguzi ya ndani inafanyika, nilikuwa nje na observe, kwa zinaongea nao baadhi vitu hivi. Kuna vitu vilikuwa vinafanyika, nilikuwa nasema my God, hivi mnafikiria yeyote akishinda tutatoka salama? Kwa sababu ile kampeni yenyewe tu ilikuwa tayari imetengeneza ufa mkubwa. Sasa kwa nini mnaruhusu kutengeneza ufa wakati nyie mnahitajiana? Wako wanaosema kwamba mifumo ya kiserikali ilikuwa inaona ni vema zaidi kuendelea kuwa na mwenyekiti aliyekuwepo kuliko mwenyekiti wa sasa hivi. Ili jambo uliwahi kulisikia ama lina nguvu kiasi gani? Wagombea wote wawili wa Chadema walikuwa competent. Kulikuwa ni wanachadema wenyewe kuamua wanamhitaji nani katika kipindi kile. Unajua mara nyingi katika hii mifumo yetu ya nchi ambayo chama tawala kinabebwa na mifumo, maana nimesema inahitaji upinzani muwe mna akili 100 zilizotangulia, kwa sababu mnaweza mkaa mnachomekewa kila siku na nyie mkichomekewa mnajichomekea. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe very smart ili kila kinachokuja tukichuje na kujua kwamba kina ukweli kiwango gani, kina upotoshaji kiwango gani, hekima itumike wapi, busara itumike wapi. Sasa ukisikia redio mbao huko unakuta mnashambuliana, opposition wakishambuliana ni faida kwa CCM. Yaani opposition wakishambuliana kuna vitu unaangalia unaumia, ni faida kwa CCM. Na ni mbaya sana mnapotofautiana mnaitana asali, mnaitana majina mabaya ili tu hoja za wengine zisisikilizwe, wenyewe ndio muonekane mko sahihi. Na wasema inahitaji hekima, inahitaji busara, lakini kubwa zaidi hofu ya Mungu. No reform, no election. Hakuna mageuzi ama mabadiliko, hakuna uchaguzi. Kauli ya chama chako unaweza kuizungumziaje? Nisingependa kuizungumzia no reform, no election mimi kama Halima, kwa sababu unajua katika kipindi cha miaka 5 nimekuwa pembeni kidogo ya chama. Kunaweza nikatoa maoni nikawa ninajipotosha mwenyewe kwa sababu I was not part and parcel of the process. Ukomo wa viti maalum vipindi viwili miaka 10. Yes. Upi mtazamo wako? Mtazamo wangu, jimbo linakufanya unakuwa huru, kunyanyasiki, sababu ni jimbo lako, watu wako wamekuchagua. Hivi viti vya kutegemea kikao cha watu kikawaamulie, unakuta hapo sasa saa nyingine hata sifa ziangalizi, zinaangalia interest za watu. Halima ni yule mpinzani tangu viti maalum akachaguliwa, baadaye akaingia viti maalum tena, au amebadilika? Mimi ni Halima ninayependa haki na sipendi kuonea. Ukinionea na najua unanionea, unafikiria kwa sababu unaweza kanionea kwa tafsiri zako, mimi nitapambana naye mpaka mwisho. Ndivyo nilivyo. Nimenyoka hivi kama rula. Wanaofanya kazi na mimi wanajua. Mbunge wa viti maalum kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nchini Tanzania Halima Mdee anahitimisha mazungumzo na Florian Kaijage. Na kuhusiana na viongozi, basi Rais Yoweri Museveni wa Uganda na mkewe Janet wameomba msamaha katika tukio ambalo ni nadra na kukubali kutokea kwa makosa katika utawala wake, na wameyasema hayo wakati wa mkutano uliofanyika uwanja wa Uhuru wa Kololo viungani mwa jiji kuu la Kampala. Zaidi na David Nkia.
Museveni na mkewe Janet wamezungumza hayo wakiwa katika mkutano wa Injili, ambapo walisimama pamoja na kukiri kuwepo kwa mapungufu katika uongozi, ikiwemo ufisadi na masuala mengine. Hapa namnukuu kauli yake akisema, kama viongozi wakuu wa National Resistance Movement, yani NRM, tunawajibika kwa makosa yote tuliyofanya sisi wenyewe, mawakala wetu na wawakilishi wetu. Kwa hiyo tunasimama hapa kutubu na kuomba radhi haswa kwa wananchi wa Buganda na nchi nzima. Tunaomba urejesho na upendeleo. Katika hotuba yake, Rais Museveni amelipongeza kanisa kwa kile alichoeleza kwamba ni mabadiliko makubwa kutoka kwa sehemu ya matatizo hadi sasa kwa wajibikaji na maendeleo ya kiroho nchini Uganda. Ameomba Mungu arejeshe neema ambayo nchi hiyo ilikuwa nayo mwanzoni, kuunganisha tena watu kwa umoja wa kitaifa na kujitolea kwa mabadiliko ya kijamii na uchumi kwa nchi hiyo kwa pamoja. Mkutano huu ulivutia maelfu ya waumini kutoka nchi nzima kwa sala, ibada na wito mpya wa mabadiliko ya kitaifa kupitia imani. Naam, kufuatia taarifa ya David Nkia, awali nimezungumza na mwandishi habari aliyeko nchini Uganda Kenneth Lukwago, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kutaka kufahamu kauli ya kuomba msamaha kutoka kwa Rais Yoweri Museveni na mkewe kwenda kwa Waganda imepokelewaje? Kauli hiyo imepokelewa kwa namna tofauti. Kuna wale ambao wanafikiri alifanya vizuri yeye na mke wake kuomba msamaha, lakini zaidi kwa upande wa upinzani wanasema ya kwamba msamaha aliyoomba haina faida ikiwa mabaya yanaendelea kutendeka katika nchi. Kumbuka msamaha huu ulitokea wakati kuna masuala ambayo yanahusika na kijana wake ambaye ni kamanda wa jeshi Generali Muhoozi Kainerugaba. Inasemeka ya kwamba amekaa akijihusisha kwa kutesa watu. Kuna hali sio kwa mzuri kwa upande wa upinzani wakinyanyashwa, na kwa hivyo wa upande wa upinzani wanasema kwamba msamaha hauna faida ikiwa hali mbaya bado inaendelea kwa nchi. Mwito huo wa Rais Museveni, unadhani nini kimesababisha akafanya hivyo, ama ameshawishiwa na nini hasa? Kwanza msamaha huo ulitokea wakati kulikuwa mkutano wa Wapentekosto ambao ulikuwa umejumuika na mtoto wake ambaye ni Mpentekosto na mke wake pamoja na makanisa tofauti ya Wapentekosto hapa Uganda. Kulikuwa mkutano ambao unajulikana kama Light Up Uganda, ambaye alikuwa kwenye uwanja wa sherehe Kololo, na wakati mkutano huo unaisha kulikuwa na kusoma hiyo andiko ya pamoja ambayo ilisomwa na Rais Museveni na mke wake, na ni katika maandishi hayo ambapo aliomba msamaha, wakisema ya kwamba wanakubali kubeba msalaba kwa yale yote ambayo yalitokea mabaya, na kuomba msamaha zaidi kwa upande wa sehemu ambayo inajulikana Buganda, alafu na nchi yote kwa jumla, wakisema kwamba wawasamehe yale yote ambayo yalitokea baya. Kwa hivyo inaonekana ilikuwa ni sehemu ya hiyo mkutano ambayo ulikuwa ukiendelea, wakaamua wajitokeze na huyo msimamo. Lakini kumbuka tena ni wakati wa uchaguzi, na kuna watu wengi ambao wanafikiri kuna mambo mabaya ambayo yanatokea, na kwa hivyo huenda yanaweza yakamletea matatizo katika kura. Hili linabadilisha siasa za Uganda kwa hatua aliyochukua Rais Yoweri Kaguta Museveni? Kuna watu ambao wanafurahia msimamo wake, na huenda watu kama hao wataendelea kumuunga mkono, lakini kiangalia kwa upande wa upinzani, watu wale ambao wana msimamo yani mkali ule ambao wanasema miaka 40 katika madaraka ni muda mrefu, aachie wengine, sidhani kama itageuza msimamo wao. Na kwa hivyo nadhani tu ni kile kitu ambayo kinaweza kikasemeka kwa Kiingereza tule ni kidogo sana, na wakati muda umepitia, ni kitu ambayo ni kichache sana kulingana na yale ambayo watu wangelitaka Rais Museveni kufanya. Ukitazama siasa za Uganda, hizi ni dalili za Rais Yoweri Kaguta Museveni kuanza harakati za kuachilia madaraka, kwa sababu watu wanapoanza kukiri hadharani maovu yaliyotokea na kuomba msamaha, huoni kwamba anaelekea kuachilia ngazi na misimamo yake? Ukiangalia Rais Museveni na mambo ambayo amekuja tema kwa muda mrefu, sidhani ni kitu ambayo kinaweza kuonesha dalili zake kutaka kuacha madaraka. Kumbuka mwenyewe hata aliandika katika kitabu chake akisema tatizo ya Afrika ni viongozi ambao hawataki kutoka kwenye madaraka, ambao wanataka kukaa kwa madaraka kwa muda mrefu, na yeye amezidi kukaa kwa madaraka muda mrefu. Kulikuwa vipengele vya katiba ambayo vilikuwa vinamshika asiwanie urais, hivyo vyote
vyote viling'olewa. Kwa hivyo kuongea tu hivyo na kuomba msamaha kama huo sidhani, kwa sababu hata ukiangalia amekaa akizunguka katika sehemu tofauti za nchi, na dalili zinaonyesha ya kwamba anaenda kuwania urais mwaka ujao. Na ukiangalia wataalamu wa kisiasa, hata watu wengine kwenye chama chake wanasema akiwa bado uhai ni lazima atawania urais hata akiwa mzee sana. Kwa maana hiyo basi tutarajie nini katika uongozi wa nchi hiyo katika siku zijazo? Sidhani kuna kitu cha muhimu chochote ambaye kinaweza kugeuka, kwa sababu sera ni hizo tu. Hali ya rushwa na ufisadi unaendelea. Ukiangalia kwa upande wa siasa, kuna hali ya kuwanyanyasa watu wa upinzani, hawapewi nafasi kufanya harakati zao kama ni kutafuta kura, lakini kwa upande wake yeye na chama chake wanaendelea. Kwa hivyo ukifuatilia yale yaliyotokea hapo awali, kuna hali ya kulalamika. Kwa hivyo uwezi ukafikiri kuna kile chochote cha muhimu ambayo kinaenda kugeuka kwa upande wa siasa. Na msikilizaji, ukitafakari hizo